Gave aliwahi kusema, tunapaswa kutangaza watakatifu wetu wenyewe, watu weusi, au watu wetu waliojitoa muhanga, waliofanya sacrifice kama mashujaa, na kuwapatia watu weusi sifa na heshima wanazostahili kutokana na mambo makuu waliyofanya katika historia yetu. Mtu mweusi yuko sawa na mzungu yoyote yule. Tarehe 14 mwezi wa 10 1919, Gave aliokoka jaribio la kutaka kumuua kwa risasi. Alipigwa risasi ya kichwa na George Taylor, ambaye baada ya kukamatwa na kufungwa alijiua mwenyewe gerezani. Gave aliwahi kuokoka kifo kwa kupigwa risasi ya kichwa, lakini Jah aliendelea kumlinda na akabaki hai. Gave alifanya sacrifice nyingi. Kuhusu coronation ya Haile Selassie, kuhusu kutangazwa kwa mfalme wa wafalme Haile Selassie, Gave aliwahi kuzungumza. Alizungumza hivi, alisema, Dimanche au Jumapili iliyopita, Sunday iliyopita, kwa sababu coronation ya Haile Selassie ilikuwa siku ya Sunday. Kwa hiyo make apresemeni moja akatoa hii discourse, apresemeni moja ya nini, ya coronation ya Haile Selassie. Marcus Garvey akazungumza akasema, Sunday iliyopita, Dimanche iliyopita, Jumapili iliyopita, seremoni kubwa ilifanyika Addis Ababa, capital ya Abyssinia. Ilikuwa ni kutangazwa kwa mfalme wa Ethiopia Rastafari. Kutokana na ripoti ya matarajio ya wengi, tukio hilo lilikuwa zuri sana na litakumbukwa sana na wale walioweza kuhudhuria. Baada ya mataifa makubwa ya Ulaya yalituma wawakilishi wao huko, walikwenda kutoa heshima zao kwa taifa la watu weusi lililotarajiwa kufanya kazi kubwa katika historia ijayo ya dunia. Taifa la watu weusi linalotarajiwa kufanya kazi kubwa katika historia inayokuja ya dunia. Abyssinia ni nchi ya watu weusi, na tunayo furaha kwamba hata jinsi wazungu wamejitahidi kuwashawishi wa Ethiopia kwamba wao sio asili ya watu weusi, kwamba wao hawana asili ya watu weusi, wakati wote waliwajibu wao ndio watu weusi wa kwanza kabisa na wanajivuna kuwa watu weusi. Rastafari amesafiri sana kwenda Ulaya na Amerika, kwa hiyo sio mgeni kuhusu unafiki na njia za maisha za wazungu, na pia anafahamika kwa kuwa aina ya mfalme wa kisasa, modern empire, na jinsi anavyomfahamu anataka kuleta, kwa jinsi tunavyomfahamu anataka kuleta njia za kisasa na mifumo katika nchi yake. Tayari ameshaanza kuajiri watumishi na wataalamu kutoka sehemu mbalimbali za dunia katika mambo ya sayansi, kusaidia nchi yake iweze kukaa katika nafasi inayostahili duniani. Hiyo ilikuwa ni speech ya Marcus Garvey mwenyewe wiki moja baada ya coronation ya mfalme Haile Selassie. Kwa hiyo amezungumza kwamba Ethiopia ni nchi ambayo ilikuwa inatarajiwa kufanya mambo makubwa sana kwa ajili ya hii dunia kupitia mfalme Haile Selassie. Na kweli ndivyo ambavyo ilikuwa. Baada ya coronation ya Haile Selassie alifanya mambo makubwa katika hii dunia. Ametengeneza
Umoja wa Nchi za Afrika. Haile Selassie amepigania independence ya dunia nzima, kuitoa dunia katika ukoloni na utumwa. Mpaka Ethiopia imevamiwa na mataifa ya Ulaya, ilikuwa ni kwa sababu ya utetezi wa Haile Selassie, haki za watu wa dunia nzima wanaokandamizwa. Ethiopia ikafanya mambo mengi sana kwa ajili ya hii dunia, na sana sana ni ukombozi. Ethiopia, Haile Selassie akawashika mkono, akatoa kijiji cha Shamani Ethiopia, akawaleta watu weusi kuwatoa katika utumwa, waje kuishi Afrika katika nchi yao ya ahadi. Haile Selassie na Ethiopia walifanya mambo mengi. Leo hii tunamkumbuka Marcus Garvey, tunakumbuka mambo makuu ambayo alituambia watu weusi. Tunapaswa kujitegemea, tunapaswa kujiamini, tunapaswa kujipatia thamani valeli, na tunapaswa kujiendeleza. Tunapaswa kujiamini kwa sababu sisi tunaweza. Tulifanya mambo mengi tokea zamani. Dunia ilianza na sisi, ilianzishwa na sisi. Civilization ya dunia ilianzishwa na sisi watu weusi. Historia yetu inasema sisi ndio tumeleta civilization ya dunia. Kwa hiyo tunapaswa kujiamini, self confidence. Tunapaswa kujitegemea. Kwamba tusitegemee vile ambavyo tunafanyiwa. Viongozi wetu wa Afrika wanapaswa kuweka miundombinu, misingi ambayo Afrika itajitegemea, kwa sababu inaweza, iko na kila kitu. Na Selassie alisema Afrika iko na kila kitu. Kwa hiyo sisi marasta ni mfano wa sehemu nyingine ya dunia, kwa yale mambo ambayo Marcus Garvey alisema, Haile Selassie alisema. Self confidence, self reliance, tujitegemee. Self esteem, tujipatie thamani, na self improvement. Lazima sisi marasta tuwe mfano kwa Waafrika wengine. Wakishindwa, lakini sisi tusishindwe, kwa sababu sisi tunatakiwa tuwe na ukombozi wetu kama sisi. Leonard Howell, Jamaica, aliyafanya yale mambo. Haya mambo makuu manne ya kujitegemea aliyafanya Leonard Howell. Kujitegemea kwetu, kujiendeleza kwetu, kujipatia kwetu thamani, kwa sababu walianzisha viwanda tofauti, hata kama ni vidogo vidogo, lakini ili watu weusi wakafanye kazi katika viwanda vyao, wakajitengenezea vitu vyao, vyakula vyao, dawa zao, nguo zao na kila kitu chao. Yale ni mambo ambayo Leonard Howell alifanya, Haile Selassie alifanya, Marcus Garvey alifanya. Sisi marasta wa leo hii tunapaswa kuendelea kufanya. Ndio maana yake nini? Kuendelea kupana tribute, kuwaenzi wazee wetu, vitu ambavyo walituachia. Haleluya. Rastafari. Tunashukuru sana kwa siku hii ya leo ambapo marastafari na ya Bingi, Kongo, Rwanda tumeweza kuja pamoja kama hivi, tukitoa heshima kwa sikukuu hii ambayo leo ni sikukuu ya kumkumbuka prophet wa movement Rastafari Marcus Garvey, akifikisha miaka 139. Marcus Garvey alizaliwa 1887. Siku kama hii ya leo tarehe 17 mwezi huu wa 8, 17th of August 1887, Marcus Garvey alizaliwa, na tunashukuru sana. Haile Selassie.